leo nataka niseme usiku ambao ndoa ilihukumiwa bila yeye mwenyewe. Kuna ndoa nyingi hazivunjwi kwa sababu ya ugomvi. Inamaanisha nini? Hazivunjwi kwa Kuna ndoa sababu nyingi ya pesa. Hazivunjwi kwa sababu ya ugomvi. Zinavunjwa kwa maamuzi yaliyofanyika rohoni kabla ya ndoa. Na hii inaendelea kuleta changamoto kwenye maisha ya watu. Sikiliza hii. Kulikuwa na mwanaume mmoja alioa mwanamke aliyempenda kwa dhati. Harusi ilikuwa ya furaha, ahadi zilikuwa nyingi, ndoto zilikuwa kubwa, lakini miezi michache baadaye amani ikatoweka, hasira ikaanza bila sababu, chuki ikazaliwa ghafla. Walipojaribu kuzungumza waligombana, walipojaribu kusamehe walichukiana zaidi. Hakukuwa na sababu ya wazi. Siku moja mwanaume akaota ndoto ya ajabu. Aliona wazee wamekaa kuzunguka moto usiku wakilitaja jina la ndoa yake. Akasikia sauti ikisema, hii ndoa haitadumu. Alipoamka hakuelewa, lakini baadaye aligundua ukweli. Familia yake ilikuwa na madhabahu ya kale ya damu iliyokuwa inapinga ndoa zenye amani. Alipoanza kuomba ndio vita vikaonekana wazi. Ndoto ziliongezeka, upinzani ukaongezeka, lakini pia ukweli ukaanza kufunuliwa. Alijifunza jambo moja: kile kinachokupinga rohoni hakitashindwa kwa maneno bali kwa maombi. Leo hii ndoa hiyo ipo hai baada ya madhabahu kuvunjwa. Swali ni hili: je, ndoa yako inapigana na mtu au inapigana na madhabahu? Piga simu kwa msaada 0758049293. Kwa WhatsApp ni 0756011786. Ni wako mfalme na kuhani Nabii Timotheo Klorwiki wa madhabahu ya Yordani. Ukipenda kuendelea kujifunza pamoja kupitia agano za madhabahu na ndoa, basi usubscribe na kushare. Andika komenti yako chini hapo. Hii itatufanya tuweze kuendelea na tunahitaji support yenu. Amen.